Kuna mengi tusiyoyajua ndani ya ziwa Victoria. Hili ni ziwa lenye uhai, lenye historia, lenye pumzi ya mataifa matatu. Ziwa linalowapa watu samaki, biashara na matumaini. Lakini ndani ya maji yake tulivu zipo siri nzito zisizosimuliwa mara kwa mara. Siri za safari zilizokamilika na safari ambazo hazikuwahi kufika popote. Mwaka 1996 Tanzania ilishuhudia kilio kilichopenya mipaka ya miji na vijiji. Kilio kilichogusa kila familia, kila moyo, kila roho ndani ya meli iliyoanza safari kama kawaida. Lakini ikageuka kuwa kaburi kubwa lililojaa ndoto, watu na matumaini yaliyopotea. Hii ni ajali ya MV Bukoba. Je, unajua nini kuhusu ajali ya MV Bukoba na nini kilichojificha ndani ya ajali hii? Fuatana nami kwenye simulizi ya janga kubwa kuwahi kutikisa taifa la Tanzania. Karibu The Storyside. Mwishoni mwa miaka ya 1970, Tanzania ilikuwa bado ni nchi kijana, taifa changa lililojivunia amani na umoja wake. Lakini changamoto kubwa ilikuwa ni moja: usafiri wa uhakika katika ziwa Victoria, ziwa kubwa lililokuwa kiunganishi muhimu kati ya mikoa ya Kagera, Mwanza na Mara. Kwa miaka mingi wananchi walitegemea mashua ndogo na meli za zamani zilizokuwa zimechoka, zisizo na usalama wa kutosha. Ndipo serikali kupitia Marine Service Company Limited ikaamua kuchukua hatua kubwa ya mageuzi. Ilipanga kuleta meli mpya ya kisasa yenye uwezo mkubwa na itakayorejesha fahari ya usafiri wa majini nchini. Mkataba ulisainiwa na kifaa cha uhandisi kutoka Ujerumani, taifa lililojulikana kwa ubora wa ujenzi wa meli na teknolojia ya baharini. Baada ya miezi kadhaa ya kazi ngumu kwenye karakana za ujenzi huko Ujerumani, meli iliyopewa jina la MV Bukoba ilizaliwa. Jina hili halikuchaguliwa kwa bahati mbaya, bali lilichaguliwa kwa heshima kubwa. Bukoba, ambayo ni mji mkuu wa mkoa wa Kagera, ulikuwa kitovu cha biashara na lango kuu la kaskazini magharibi mwa Tanzania. Hivyo jina hili lilikuwa alama ya fahari, umoja na matumaini ya maendeleo. Wakati meli hii ilipowasili nchini, ilikuwa kivutio kikubwa. Wakazi wa Mwanza, Bukoba na maeneo jirani walikusanyika bandarini kushuhudia chombo hicho cha ajabu chenye rangi safi, chuma kipya kinachong'aa kwa jua na bendera ya Tanzania ikipepea kwa fahari juu ya mnara wake. MV Bukoba ilikuwa tofauti na vyombo vya zamani vilivyotumika katika ziwa Victoria. Ilijengwa kwa ubunifu wa kisasa, uwezo wa kubeba abiria 430, mizigo yenye uzito wa zaidi ya tani 160 na magari machache kwenye sakafu ya chini. Ndani ilionekana kama hoteli ndogo inayosafiri majini. Kulikuwa na vyumba vya kulala vya daraja la kwanza, sehemu za kulia chakula zenye viti vilivyopangiliwa vizuri, migahawa midogo iliyo na harufu ya kahawa na chai, na staha ya juu iliyokuwa na mandhari ya kuvutia. Mtu angeweza kusimama pale na kuona jua likizama kwenye maji ya dhahabu ya ziwa Victoria. Kwa miaka kadhaa ya mwanzo, meli hii ilikuwa ishara ya fahari ya taifa. Ilitumiwa na watu wa kada zote: viongozi wa serikali, wafanyabiashara, wanafunzi, watalii na wakazi wa kawaida waliokuwa wakisafiri kati ya Bukoba na Mwanza. Watu walihisi usalama ndani ya MV Bukoba. Wengi walijivunia kuipanda na wengine waliita meli ya ndoto. Miji kando ya ziwa Victoria ilianza kustawi zaidi kwa sababu ya meli hii.
biashara zilipanuka, mizigo ilisafiri kwa urahisi na usafiri wa watu ukawa wa uhakika. Kila ilipoonekana ikitoka bandarini, watu walipunga mikono kwa furaha. Ilikuwa ishara ya maendeleo na matumaini mapya kwa ukanda wote wa magharibi. Lakini nyuma ya fahari hii kulikuwa na mambo yasiyoonekana wazi. Mipango ya matengenezo ambayo ilianza kupuuzwa taratibu, mabadiliko ya uongozi katika shirika la usafiri na ukosefu wa mafunzo kwa baadhi ya mabaharia wapya. Tarajio la utunzaji na usalama lilianza kufifia, ingawa hakuna aliyeliona kama tatizo kubwa wakati huo. Miaka michache baadaye, kile kilichokuwa fahari ya ziwa haikutegemewa kuwa kingekuwa kaburi la chuma chini ya maji, na jina MV Bukoba ambalo ni alama ya maendeleo lingeanza kutajwa kwa huzuni na maumivu kama kumbukumbu ya kile kilichopotea kwa uzembe na tamaa ya binadamu. Ni Jumanne, tarehe 21 Mei mwaka 1996, saa za asubuhi, jua likiibuka taratibu juu ya vilima vya Bukoba. Anga lilikuwa safi, upepo mwanana ukipuliza kutoka ziwani. Bandari ya Bukoba ilijaa kelele za abiria waliokuwa wakijiandaa kwa safari, wengine wakibeba mizigo yao mikubwa, wengine wakilia kwa furaha ya kuagana na ndugu, na wengine wakikimbizana wakihofia kuachwa na meli. MV Bukoba, kama ilivyozoeleka, ilikuwa kivutio. Meli yenye muonekano wa fahari, sauti yake ikisikika kwa mbali ikikatiza kimya cha asubuhi. Wafanyakazi wakiwa kwenye harakati za mwisho, nahodha akiwa juu akihakikisha kila kitu kiko sawa, angalau kwa macho ya kawaida. Lakini chini ya uso huu wa furaha kulikuwepo na ukweli mmoja wa kutisha. Meli ilikuwa imezidisha abiria. Kulingana na leseni yake, MV Bukoba ilitakiwa kubeba abiria wasiozidi 430, lakini siku hiyo inakadiriwa kuwa ndani yake walikuwa wamejazana watu zaidi ya 800, wengine wakisema hata 1000 walikuwa wakifika, ikiwa ni pamoja na wanawake, watoto wadogo, wanafunzi wa vyuo na sekondari, wafanyabiashara na watumishi wa umma. Mashahidi walikumbuka kuona meli ikianza kuinama upande mmoja, ikionyesha dalili ya uzito uliopita kiasi. Wengine walisema walihisi hofu, lakini waliamini kila kitu kingekuwa sawa, kwa sababu ilikuwa MV Bukoba, yani meli ya fahari. Muda ulipowadia, nahodha aliamuru safari ianze. Meli ikaanza safari yake kutoka Bukoba kuelekea Mwanza, ikakatiza maji tulivu ya ziwa Victoria. Wakati jua lilipoanza kuzama magharibi, wimbi la dhahabu lilitanda juu ya uso wa maji, mandhari ya kupendeza kwa macho, lakini yenye siri nzito iliyokuwa ikikaribia. Ndani ya meli maisha yaliendelea kama kawaida. Wengine walikaa kwenye staha ya juu wakifurahia upepo wa ziwani, wakipiga picha, wakizungumza kuhusu maisha ya mjini Mwanza. Wengine walikuwa chini ya deki wakicheza karata, wakila, na wengine wamelala kwenye viti vyao. Watoto walicheka, wanawake wakipiga soga, na wanaume wakibadilishana habari za biashara. Ilikuwa ni usiku wa kawaida wa safari ya kawaida, safari ya matumaini na safari ya furaha. Lakini kadiri giza lilivyoanza kutanda juu ya maji ya ziwa Victoria, upepo ukibadilika taratibu, hakuna aliyejua kuwa huo ndio uliokuwa usiku wa mwisho wa maisha yao. Hakuna aliyetarajia kuwa ndani ya masaa machache melodi ya furaha ingezimwa na kelele za vifo, vilio na majonzi. Usiku wa Mei 21 mwaka 1996, MV Bukoba ilikuwa ikisafiri kwa mara ya mwisho, safari ya kwenda Mwanza, lakini ikafika mahali ambapo haijawahi kurudi tena. Ilipofika karibu na Bugorora, takriban kilomita 30 kutoka Mwanza, majira ya saa 1 asubuhi, upepo ulianza kuvuma.
Mashahidi wachache wanasema meli ilianza kuegemea upande mmoja polepole, na dakika chache baadaye ilipinduka ghafla. Kilichofuata ni kilio, giza na maji baridi ya ziwa Victoria. Abiria wengi walikuwa wamelala kwenye vyumba vya ndani, wengine walinasa ndani ya meli isiyo na mwanga. Meli kubwa iliyoonekana imara ilipotea kabisa ndani ya dakika chache. Hakukuwa na mashua za kutosha za kuokoa. Wale wachache waliokuwa juu ya staha walijitupa majini wakijaribu kuogelea, lakini maji yalikuwa baridi sana, takribani nyuzi joto +2. Wengi walikufa si kwa kuzama, bali kwa baridi kali. Ziwa likawa kimya na meli ikatoweka kabisa. Taarifa za ajali zilichelewa kufika Mwanza. Wengine wanasema zilitoka kwa wavuvi waliokuwa mbali, waliosikia kelele za ajabu usiku ule. Miaka hiyo hakukuwa na mawasiliano ya haraka kama leo, hivyo juhudi za uokoaji zilichelewa masaa zaidi ya 8. Jeshi la wanamaji, polisi na wavuvi wa ziwa Victoria walifika eneo la ajali. Waliona mabaki ya mbao, mizigo na miili michache ikielea juu ya maji. Baada ya siku kadhaa, meli ilipatikana ikiwa imezama kwenye kina cha mita zaidi ya 30. Juhudi za kuokoa miili zilikuwa za maumivu makubwa. Baadhi ya wapiga mbizi walieleza walivyoona miili ikining'inia ndani ya meli, wengine wakiwa wamekumbatiana. Zaidi ya miili 500 ilitolewa, lakini mamia walibaki chini ya maji. Tarehe 26 Mei mwaka 1996, mazishi ya kitaifa yalifanyika Mwanza. Rais wa wakati huo, Benjamin William Mkapa, alihudhuria akiongoza taifa lenye huzuni. Wimbo wa taifa ulipigwa, machozi yakamwagika na makaburi ya pamoja yakachimbwa. Baada ya ajali hii kubwa iliyotikisa taifa lote, serikali ya Tanzania haikukaa kimya. Miezi michache baadaye iliundwa tume maalumu ya uchunguzi ikiongozwa na Jaji Joseph Sinde Warioba. Huyu ni mmoja wa majaji waliokuwa wakiheshimika sana nchini. Watu walitaka majibu, walitaka kujua nini hasa kilitokea, ni nani aliyesababisha vifo vya mamia ya Watanzania wasiokuwa na hatia. Tume hiyo ilifanya kazi kwa miezi kadhaa, ikahamia Bukoba, Mwanza na hata sehemu za chini za ziwa Victoria ambapo mabaki ya meli yalikuwa. Walizungumza na manusura, mashahidi, wahandisi na wafanyakazi wa bandari na viongozi wa Marine Service Company Limited, kampuni iliyokuwa ikiendesha meli hiyo. Kila ushahidi uliokusanywa uliongeza huzuni zaidi. Matokeo ya uchunguzi yalipokuwa tayari, taifa lilikaa kimya. Ripoti ya tume ya Warioba ilifichua mambo ya kusikitisha yaliyokuwa wazi kama jeraha lililo wazi mbele ya macho ya Watanzania wote. Kwanza, meli ilikuwa na kasoro nyingi za kiusalama. Vipuri vyake vilikuwa vimechakaa. Baadhi ya mifumo ya uokoaji haikufanya kazi kwa miaka michache. Boti za uokoaji zilikuwa chache na zingine zilikosa vifaa vya msingi vya kuendesha. Pili, meli haikuwahi kukaguliwa kwa muda mrefu. Taratibu za ukaguzi na usalama ambazo zilipaswa kufanyika mara kwa mara zilipuuzwa. Kila safari ilifanyika kwa mazoea kama ilivyokuwa kawaida, bila mtu kuuliza kama kweli meli ilikuwa salama kwa safari. Lakini kosa kubwa zaidi lililogeuka kuwa kifo ni kwamba MV Bukoba ilizidishwa abiria kwa kiwango cha hatari. Ilikuwa imebeba karibu mara 2 ya uwezo wake halisi, na hata mizigo ikiwemo mbao, vyuma na bidhaa nzito vilipangwa vibaya kiasi cha kufanya meli iwe na uzito usio sawia. Wakati upepo ulipobadilika usiku ule wa Mei 21, meli ilikuwa dhaifu na haikuwa na uwezo wa kujirekebisha. Tume ilitaja wazi kwamba kulikuwa na uzembe mkubwa wa kibinadamu.
kutoka kwa viongozi wa Marine Service, maafisa wa bandari, hadi baadhi ya wahandisi waliokuwa wakiruhusu meli kuendelea kusafiri licha ya hatari hizo. Wengi walihusishwa, wengine wakatiwa hatiani, baadhi walifutwa kazi, wachache wakafungwa. Lakini kwa mamilioni ya Watanzania, hukumu hizo zilionekana kuwa ndogo kulinganisha na makosa yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 800. Na kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, hukumu yoyote haingeweza kurudisha uhai wala kufuta kumbukumbu za siku ile ya maafa. Ilisalia huzuni, majonzi na maswali yasiyo na majibu. Wahanga waliuliza kuwa kwa nini tahadhari hazikuchukuliwa mapema? Kwa nini maisha ya Watanzania yalichezewa kwa uzembe? Na je, tumejifunza chochote kutoka katika ajali hii, au tunasubiri historia yake ijirudie tena? Kwa siku, wiki na miezi, habari za ajali ya MV Bukoba zilitawala kila kona ya Tanzania. Redio, magazeti na televisheni zilirusha matangazo ya huzuni. Familia nyingi hazikupata miili ya wapendwa wao. Wengine waliishi na ndoto za jinamizi, wakiota miili ikielea kwenye maji. Hadi leo, wazee wa Mwanza na Bukoba wanasema Ziwa Victoria halijawahi kuwa tulivu tena. Kwao maji yake si tu ziwa, bali ni kaburi kubwa linalohifadhi historia ya maumivu ya taifa. Miaka imepita, lakini majina ya waliopotea bado yanakumbukwa kila mwaka ifikapo Mei 21. Katika baadhi ya mashule na makanisa hufanyika ibada za kumbukumbu. Wengine huelekea ufukweni mwa Mwanza na Bukoba kuweka maua juu ya maji kama ishara ya heshima kwa wale waliopotea. Mabaki ya MV Bukoba bado yapo chini ya Ziwa Victoria, yakiwa kimya lakini yakisimulia simulizi ya uzembe na uchungu. Ni kaburi la chuma lililozama pamoja na ndoto, matumaini na maisha ya mamia ya Watanzania. Ajali ya MV Bukoba ilifundisha taifa kwamba usalama si jambo la hiari, bali ni wajibu, kwamba maisha ya binadamu hayapaswi kupuuzwa kwa sababu ya faida au haraka, na kwamba historia haitasahau wale waliocheza na usalama wa wengine. MV Bukoba haikuwa tu ajali, bali ilikuwa onyo kwa kila kizazi cha Watanzania kuwa makini na thamani ya uhai. Na hadi leo maji ya Ziwa Victoria bado yanashuhudia historia hiyo, historia ya fahari, uzembe na majonzi yasiyoelezeka. Je, unafahamu nini kuhusu ajali ya MV Bukoba? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.